Taarifa kutoka Tehran ni kwamba Putin amepeleka mifumo ya ulinzi inajulikana kama S-400. S-400 ambayo mifumo hii ni mifumo bora sana ya ulinzi na ndiyo ulinzi mkubwa sana wa Urusi. Kwa sababu mifumo hii ameipeleka pale kwenye taifa hili la Iran. Na kama unavyojua kuwa Putin hawezi kupeleka jeshi pale moja kwa moja, na kuna taarifa nyingine tunaifuatilia, tukishaithibitisha tutakuja tukuletee kuwa inaonekana pia kiduku ameanza kuishambulia Israeli. Maana kiduku, kama mnakumbuka, siku zote amekuwa akisema kuwa ili taifa la Israeli sio taifa, ni mradi wa kigaidi wa Marekani. Kuna taarifa hizo, lakini mpaka tuzithibitishe. Na sisi hatutaki kukupa kitu ambacho hatujathibitisha, no, ili uweze kuelewa. Sasa huyu Vladimir Putin sema amepeleka mifumo ya ulinzi pale, na hii mifumo ya ulinzi ni S-400, ambayo mifumo hii kazi yake sasa ni kuona ndege za Israeli na pamoja na Marekani hata kabla hazijaruka. Zikianza tu kuruka, yenyewe kazi yake ni kutrack. Maana kazi yake sio tu kuintercept au kuzuia, maana kazi yake pia hii mifumo ya ulinzi S-400 ambayo ni ya Mrusi, kazi yake pia ambayo inafanya kazi kubwa sana ni rada ambayo iko pale kwa ushirikiano na satellite kuweza kutrack hii ndege. Maana hizi ndege za Israeli zimeundwa kwa namna ambayo ni namna ya ajabu kidogo. Umeona, zina mfumo huo wa stealth ambao ni ngumu kuonekana kwenye rada, ni ngumu kuonekana. Kwa hiyo yani kipindi ionekane tayari imeshafanya maafa tayari. Na anga la Irani kama unavyojua lilikuwa liko wazi, na Putin aliahidi kwa ataenda kulinda maeneo ya nyuklia. Maana kuna mradi ambao ulikuwa unaendelea kati ya Urusi na Iran, na wao walisema ni mradi tu wa nishati tu safi, ambayo sio hiyo kutengeneza mabomu ya nyuklia, no, ni mradi tu kwa ajili ya masuala ya nishati. Unaona, lakini hasa bado kwa upande wa pili wanalalamika Marekani pamoja na Israeli, kwa sababu ile ilikuwa ni sababu wanayomtafutia nayo Irani ili wabadili uongozi wa pale. Kesi kubwa ya Israeli na Marekani ni regime change. Sio makombora, sio drones, sijui yayo mabomu ya nyuklia. Yani hiyo ni sababu. Ndio ile tutakwambia kuwa mbwa ukitaka kumuua mtafutie jina baya. Mwambie huyo anaingiaga kwa majirani, anaanza kuiba mboga, anaanza hivyo. Lakini kesi kubwa ilikuwa ni regime change, kwa sababu utawala wa pale Iran ulikuwa hauendani na kile ambacho Marekani na Israeli wanakitaka. Kwa ndio maana ndivyo ilivyo hivyo, ndugu zangu. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kulikuwa na hizo program, na wanasema mifumo hii sasa imepelekwa kwenye maeneo haya ambapo kuna hizo program sasa za nyuklia, kwa sababu Putin aliahidi kutoka mwanzo kuwa yeye atahakikisha analinda maeneo yale ya hizo program za nyuklia. Ndivyo ilikuwa. Taarifa sasa zinasema Putin amepeleka mifumo ya ulinzi pale, ambayo mifumo hii ni S-400, ambayo ndivyo iko namna hiyo, kwa sababu Urusi na China wamekuwa wakisaidia Iran, na hasa Mchina amekuwa akisaidia sana Iran. Na juzi wachambuzi wa kijeshi wa mashariki wakasema kuwa Iran sasa hivi amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kupiga kwenye target, na kwa 90% anafanikiwa. Kwao wakachambua wakasema hapana, hii inaonekana kuwa ni Mchina anamsaidia kupitia hii navigation system ya kwake ya Mchina ambayo ni Baidu. Mfumo yani ni mfumo ambao umeconnect na satellite moja kwa moja. Kwa hiyo ambao unaweza kaongoza kombora liende lipige kwenye target, ambapo sasa Iran amekuwa akilenga kwenye target vizuri sana. Okay, ni kweli kuna ushirika mzuri kati ya China na Urusi, na tumeona hata pale kwenye mlango bahari wa Hormuz. Irani anataka meli zinazopita pale zilipe pesa, lakini kwa sarafu ya yuan ambayo ni ya Mchina. Tunajua kuna ushirika mzuri, lakini hiyo pia wa Marekani pamoja na Israeli wamekuwa wakiitumia kama kudhoofisha uwezo wa Irani, ionekane Irani bila Mchina, Irani bila Urusi asingeweza. Nadhani unanielewa vizuri, labda nilifafanushe vizuri ili uweze kuelewa. Marekani pamoja na Israeli wanajua uwezo wa Irani ulipo,
lakini ili Iran asipewe hizo credit, kwa inabidi sasa waseme kuwa hii Iran anavyoshambulia hivi, huyu lazima ni Mchina ndo amemsaidia. Lakini tukumbuke ndugu zanguni, kulikuwa na mifumo ya China pale inaitwa mfumo wa ulinzi ambao China aliupeleka pale Iran. Lakini bado hata hivyo ndege za Israeli pamoja na Marekani kwenye tunaita joint operation waliweza kushambulia na kuweza kuua viongozi ndani ya Iran, na mifumo ya ulinzi ya China ilikuwepo pale. Nataka uelewe jambo nataka kukuambia kwamba nake mifumo ya China ilishindwa kufanya kazi kwenye ndege hizi za Israeli na Marekani. Vipi leo tena wakati Irani sasa anaonyesha uwezo wake, watu waanze kusema unajua huyu ni Mchina, ni Urusi, bila Urusi na China wasingemsaidia Irani. Irani hana uwezo huo. Si kweli hata kidogo. Irani uwezo huo anao, na ndio maana anafanya haya anayoyafanya. Okay, tuachane na hiyo, lakini ukweli Irani pia na washirika, na ndio maana tumeona hapa juzi kuna ndege moja ambayo wao watu wa magharibi wanasema kuwa imetua kwa emergency baada ya kuona moto mkali angani. Hii ni ndege inajulikana kama F-15. Ni ndege hatari sana ambayo yenyewe kazi yake ni kudili na maeneo ambayo ndio kuna bunkers, hizi underground, kwa sababu kumbuke huyu Mwajemi ana banka nyingi sana underground cities, ambako huko ndo ameweka sasa madude yake. Na hayo madude kuna drones, kuna makombora yapo huko, launchers hizo ziko huko. Wakati upande wa pili wanajitapa tumeharibu kabisa uwezo huo wa ndege. Sasa kuna ndege moja ambayo wanasema Tehran walianza kuiona wakati kiwa inakuja, na inakuja kwa spidi sana, kwa sababu juzi kama unakumbuka nimekuambia kuna ndege mbili za Israeli zimeshushwa, na kuna ndege moja ambayo pia wao upande wa magharibi wanasema ilitua for emergency. No, haikuwa emergency ile. Ni kwa sababu Irani ana uwezo sasa wa kuweza kuzitrack hizi ndege kupitia hii mifumo ya ulinzi ya Urusi S-400, kwa sababu siku zote kulikuwa na mifumo ya ulinzi ile S-300 ambayo na yenyewe inakuwa ni kama iko outdated ukilinganisha na hii S-400, kwa sababu ni mifumo ya kisasa. Kwa sababu uwezo wa huu mfumo una uwezo wa kutrack ndege, kwanza kudetect, ina uwezo wa kudetect ndege wakati inaanza kunyanyuka, inaanza kuondoka kuelekea upande huu ambako sasa inataka iende ikashambulie. Kwa ina uwezo wa kudetect alafu kutrack na baadaye sasa kufeed data kwenye mfumo huu wa ulinzi. Maana hii ni rada ya mfumo wa ulinzi wa S-400. Kwa ina uwezo wa kudetect na kutrack ndege wakati inakuja na kufeed hizo taarifa kwenye mfumo wa ulinzi, na ule mfumo wa ulinzi kuweza kuintercept au kuweza kushambulia hiyo ndege moja kwa moja. Kwa hiyo hili sasa manake ndege hizi zitakuwa zinaonekana. Mwanzo zilikuwa zionekani, zinakuja zinashambulia, nakuja sasa zitakuwa zinaonekana. Kama tulivyoongeaga hapa kuwa Urusi hawezi kupeleka jeshi moja kwa moja ndani ya Irani kwenda kuisaidia Irani, hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. China pia hawezi kupeleka jeshi moja kwa moja ndani ya Irani kwenda kuisaidia Irani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Isipokuwa Urusi sasa anachokifanya ni kuilinda Irani dhidi ya mashambulizi na sio kwenda kushambulia kwa adui. No. Na ndio maana unakuta uwezo kaona kombora ambalo limepigwa tunaambiwa ni kombora la Urusi au kombora la China. Utaona makombora haya ni ya Irani wenyewe, Wajemi wenyewe. Lakini wao wanachokifanya Urusi na China ni kuwapa taarifa Irani mahali ambapo kambi za adui zilipo. Na pia vile vile Urusi anachokifanya ni kuilinda Irani dhidi ya mashambulizi yanayokuja pale, kwa sababu Urusi, China wanaamini kuwa Irani ni taifa huru ambalo halitakiwi liwe linaingiliwa kama, maana ni taifa huru ambalo lina uhuru wake, lina uendeshaji wake, utawala wake, masuala ya kugovern lina uhuru wake. Kwa hiyo halitakiwi liwe linaingiliwa. Ndio imani ya Urusi pamoja na China. Kwa hiyo ndio maana kwa mifumo ya ulinzi hii ameipeleka pale, mfumo ambao ni S-400, mfumo bora sana wa Urusi kwa ajili ya kwenda kulinda anga hii ambayo ni anga ya Iran, na hasa kwenye maeneo ambayo kuna nyuklia, kwa sababu pia Israeli pamoja na Marekani wanashambulia bila kujua hatari zitakazokuwepo. Mionzi kivuja ile ni hatari pia kwa watu wa maeneo hayo. Kwa ndio maana imebidi Urusi apeleke hii mifumo ya ulinzi pale kwa ajili ya kuzuia haya
ni kuzuia hizi ndege na makombora yanayorushwa na ndege za Israeli pamoja na Marekani. Asanteni sana Unakuwa Mwafrika. Tunawashukuru kuendelea kutufuatilia hapa, nasi tutaendelea kuwapa taarifa kwa kadiri muda unavyozidi kwenda. Asanteni.